Hiyo ni Awesome Printing. Kama kaida yetu, leo tunaendelea na tutorial yetu. Kwenye hii tutorial yetu ya leo tutataka kueleza vifaa vya muhimu kabisa ambavyo lazima uwe nazo ili uweze kufanya screen printing. Screen printing, kabla hujaingia kwenye mashine zake, kama unavyoonyeshaga ninavyoprint hizi mashine, kuna vifaa muhimu zaidi ambavyo lazima uwe nazo, na hizo ndo tunaweza kusema ndo msingi wa screen printing ulipo. Kwa hiyo kabla hujafanya screen printing lazima uwe na hizo equipment. Kwa hiyo hizo equipment ndo msingi au ndo base ya screen printing. Kwa hiyo lazima uwe navyo. Kwa hiyo unaweza kwa maana hiyo unaweza ukafanya screen printing bila kuwa na hizi mashine za screen printing kama unavyoziona. Kwa hiyo unaweza ukaanza kufanya screen printing bila kuwa na hizi mashine. Ukaanza local ukiwa tuna hivyo vifaa ambavyo nitakuonyesha hapa. Kwa hiyo twende hatua kwa hatua mpaka mwisho wa tutorial yetu. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, leo nakuonyesha vifaa ambavyo lazima uwe navyo ili uweze kufanya screen printing, na hizo ndo base ya vifaa vya msingi kabisa ambavyo kabla hujafanya chochote lazima uwe navyo. Kwa hiyo cha kwanza lazima uwe na screen mesh. Kwa lugha ya local watu wanaita kitambaa, lakini kwa lugha ya kitaalamu inaitwa screen mesh. Hii screen mesh ndo inasaidia rangi kupenya kutoka kwenye screen yako kwenda kwenye nguo. Kwa hiyo ukishatengeneza screen yako kama unavyoona hivi, hii ndo screen mesh, hii ndo mesh yenyewe, kitambaa kama unavyokiona. Kwa hiyo hichi kitambaa ndo rangi huwa inapenya. Kwa hiyo kama unavyoona huku imekuwa coated, lakini hii ndo sehemu ambayo artwork ipo. Kwa hiyo hii ndo logo yetu. Kwa hiyo kama hii ni logo yetu, maana yake huku pamezibwa na photo emulsion ambayo nitakuonyesha, na kwenye hizi nafasi, yani kwenye huu wazi ambapo unaona rangi nyeupe, ipo ndo sehemu ambayo rangi inapenya. Kwa hiyo unapofanya kuprint, maana yake rangi inakuwa inapenya kwenye hizi nafasi ambazo zilizopo, kiacha huko ambapo pamekuwa pamezibwa na hii machine. Kwa hiyo hichi kitambaa ndo kinasaidia rangi penye kwenda kwenye shati au kwenye mfuko au kwenye chochote ambacho una print. Kwa hiyo ni screen mesh. Kwa hiyo screen mesh kama unavyoiona, hii ndo screen mesh yetu. Kwa hiyo screen mesh ni kitu cha kwanza lazima uwe nacho. Unaona? Kwa hiyo screen mesh yetu, na hizi zinatofautiana kulingana na namba. Kuna ambazo zina matundu makubwa na kuna ambazo zina matundu madogo. Kwa hiyo itategemea na mahitaji ya kazi yako. Matundu madogo yanakuwa yanatoa rangi kidogo, yani yanatoa rangi ndogo, yani kidogo. Rangi inapenya kwa kidogo sababu matundu yake yanakuwa madogo, lakini matundu makubwa inapenya rangi nyingi. Kwa hiyo hivyo hii ni machine. Kwa hiyo hii ni hiyo mesh. Kwa baada ya mesh, cha pili inakuja photo emulsion. Hii ndio photo emulsion. Photo emulsion ndio inakuja kuwa coated kwenye screen yako. Kwa hiyo photo emulsion kama unavyoiona, hii photo emulsion ndio inayopaka kwenye screen yako. Kwa hiyo ukipaka hii kwenye screen ndio inaziba kwenye kitambaa. Ukishatoka kama unavyoona kwenye screen yako hapa, hii screen ilipigwa photo emulsion hapo, ilikotiwa hapo, ilipakwa hapa photo emulsion, ilipakwa kaja ikakaushwa. Baada ya kukaushwa ndio ikaja ikatolewa huu mchoro. Kwa hiyo mashine yako baada ya kupakwa ndio exposewa ile artwork ndio ikatoa mchoro. Kwa hiyo photo emulsion nayo ni kitu cha msingi sana. Kwa kama unavyoona, hii ni photo emulsion yako. Kwa hiyo hii photo emulsion huwa inachanganywa na kitu kinaitwa sensitizer, ambayo sensitizer ndio inasaidia kuexpose mchoro wako, kutoa kwenye film kuja kuleta kwenye screen sasa. Kwa hiyo hii ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo bila hichi hakuna screen printing. Kwa baada ya hapo kuna kitu kinaitwa squeegee. Unaona, hii ndio squeegee. Squeegee kazi yake ni nini? Hii squeegee ni kwa ajili ya kuvuta rangi. Kwa hiyo squeegee ziko za aina nyingi, ziko za plastiki, ziko za namna hii, lakini hizi ni best zaidi, zinakupa product nzuri sana. Hii ina raba. Kwa hiyo hii raba ni nzuri zaidi ukitumia, inatoa mchoro sharp vizuri tofauti na kutumia hizo nyingine kama za plastiki. Kwa hiyo tutakushauri utumie hii squeegee ya namna hii. Kwa hiyo baada ya hapo itabidi uwe na dryer. Hii ni air dryer ambayo wanatumia
wanatumia wamama na wadada kwa ajili ya kukaushia nywele saluni, lakini pia nao tunaitumia kwa niaba ya kukaushia immersion yetu baada ya kuikoti kwenye screen. Kwa hiyo ikoti immersion kwa hiyo hii utaitumia kwa ajili ya kukaushia baadhi ya rangi kama za water base, hii itakusaidia. Lakini ukiacha kutumia hii dryer, hii immersion ukiikoti kwenye screen, pia unaweza ukaiweka kwenye feni na ikapigwa na upepo ikauka, au ukaiweka tu sehemu ikakaa vizuri, baada ya muda itakuwa imekauka. Kwa hiyo hivyo. Baada ya hapo utakuwa na hichi kitu. Hii ni spray bottle. Kwa hii spray bottle tunaitumia kwa ajili ya kutolea mchoro wetu. Kwa hiyo hii ina pressure, kwa hiyo itakuwa inatoa maji kama unavyoona. Kwa hiyo tunaitumia kwa ajili ya spray kwenye screen yetu kama unavyoona. Kwa hiyo ni muhimu sana ukawa nayo pia. Kwa hiyo ni miongoni ya kitendea kazi muhimu sana kwa nacho kabla hujaanza biashara ya screen printing. Kwa hiyo baada ya hapo, kingine itabidi uwe na rangi za kuprintia. Utakuwa na rangi, zipo rangi za aina nyingi. Kuna rangi za water base na rangi za plastic. Kwa hiyo kuna oil base na makundi makuu yako mawili. Kuna oil base na water base. Kwa hiyo kwenye hizo oil base utakuta kuna aina tena nyingine ndani yake. Kwa hiyo tutakuja kuwaelekeza zaidi kwenye somo lingine linalofuata, lakini ziko makundi makuu ni mawili tu, ambayo ni oil base na water base. Katika oil base na water base tena kuna aina tena za rangi ndani yake. Kwa hiyo lakini hapa tutaenda tu general kwamba hii ni water base, hii tutatumia oil base. Kwa hiyo sisi hapa tunakuelekeza kwenye leo, tutakwambia hii ni water base ambayo ina sifa kukauka yenyewe kwa hewa bila kutumia mashine, inaweza ikakauka. Kwa hiyo ni water base. Lakini kuna plastic saw ambayo hii lazima uwe na mashine ya kukaushia, lazima uwe na equipment ya kukaushia ambayo maybe uwe na heat gun au uwe na flash dryer. So hivyo vyote ni muhimu kuwa navyo. Kwa hiyo heat gun ni hii. Kwa hiyo hii ni heat gun ambayo heat gun ndio inatumika kwa ajili ya kukiwa au kukausha plastic saw ink. Kwa hiyo hii heat gun ni muhimu sana kama utaingia ukiwa unataka kutumia plastic saw. Kwa plastic saw bila heat gun hakuna kazi. Kwa hiyo make sure una heat gun, na hii nikikueleza hivi na maana kwamba hii ni kifaa ambacho mtu yote anayeanza kuanza anaweza akamudu kuanza nacho. Kwa hiyo hii ni heat gun. Ukiacha heat gun kuna flash dryer nitakuonyesha, lakini hichi unaweza kaanza nacho kwa wale beginners ambao wanataka kuanza. Kwa hiyo hii ni muhimu kwa nayo. Hii ni heat gun na hii inakausha na hii inatoa moto. Kwa hiyo kabla hujaanza screen printing make sure unacho hichi. So kwa leo tutaishia hapa. Make sure una subscribe kwenye channel yetu, unafanya like, unafanya comment. Unaweza ukatuandikia chini hapo kwenye comment unataka tukufundishe nini kwenye video inayofuata, lakini tutorials zinaenda kwa muendelezo. Kwa hiyo vyuma kwa vyuma, usikae mbali, gonga notification hapo kwa kwanza kabisa kupata video zetu. Sasa hivi tunapiga back to back, tunapiga ukali tu. Tunataka kila mtu ajue screen printing. Si hatutaki hela, tunataka tuache tu legacy. Kwa hiyo tunawaachia legacy ili leo na kesho ukiwa unajua hizo kazi, kumbuke ushapita kwa Awesome Printing akakupa maujanja na wewe ukawa mkali. Kwa hiyo hivyo fanya kuacha comment yako chini, unataka nikufundishe nini kwenye video inayofuata. Sisi ni Awesome, wakali kazi.